Mwanafunzi wa darasa la 3 mwenye umri wa miaka 8 mpaka 10 ambaye ni mkazi wa mtaa wa Lilungu uliopo manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara amefariki dunia kwa kunyongwa na watu ambao bado hawajafahamika. Tukio hilo limetokea Juni 21, 2026 ambapo mashuhuda wameeleza kuwa marehemu alikuwa akicheza na wenzie wanne kabla ya watu wasiofahamika kuja na kumchukua kisha kutokomea naye. Kwa jina naitwa Fatuma Ali Isa, ni mwenyekiti wa mtaa wa Lilungu. Mtaani kwangu kumetokea tukio mbaya sana. Mtoto ameuliwa kwa ukatili. Mtoto ni wa askari magereza. Huyo mtoto kwa jina anaitwa Morini Renadi na Majeje, mwenye umri wa miaka 8. Alikuwa wanacheza, walikuwa watoto 5. Kwa hiyo huyu aliyefanya tukio alikuja akasimama kama kwenye migomba, na watoto hawakuwa mbali sana na nyumba yao. Kwa hiyo alivyofanya pale alikuwa anawaita kwa ishara ya mkono. Na wale watoto walikuwa wanajitaja, unanihitaji mimi? Yeye anakataa, hapana. Huyu hapana. Kwa hiyo aliyemhitaji huyu akasema ndio. Kwa hiyo kilichofanyika pale, yule akaenda akamchukua yule ambaye aliyemhitaji, wale wengine akawagaia miogo. Kwa hiyo akakimbia naye. Kwa hiyo baadhi ya wale watoto 5, mmoja katoka semama, huku mwenzetu anaondoka. Kwa hiyo alivyotoka ndani kujaribu pale kuangalia, tayari yule mtu ameshakimbia. Kupiga king'ola kule magereza kumfuatilia wale askari magereza, tayari yule mtu kashamchukua yule mtoto, ameshamnyonga, amemtupa pale. Kwa hiyo wale walivyofika wakaanza kutafuta yuko wapi. Wakifika pale wanamkuta mtoto tayari amelala pale, ameshanyongwa na yule mtu ameshakimbia, wakubahatika kumpata. Jina langu mimi ni Zuhura Isa Saidi, mkazi wa Lilungu. Taarifa ya kunyongwa kwa mtoto kwa kweli inatutia hofu wananchi. Tunaiomba serikali ya mtaa ijitahidi ianzishe ulinzi shirikishi ili kutusaidia, maana wamama kama wamama inatutia hofu na watoto wetu tunashindwa tuwalinde vipi. Kwa sababu mtoto kama alichukuliwa maeneo jirani na nyumba yake, utasema mama anamlinda vipi mtoto? Amejitahidi, amemlinda, amecheza nyumbani. Atajitahidi atamlinda vipi? Kwa hiyo tunaomba serikali, ikiwepo serikali ya mtaa, itusaidie ianzishe ulinzi shirikishi. Mimi naona kila mtu awe mlinzi wa mtoto wa mwenzie, kwa sababu mtoto wangu ni mtoto wako. Ukiona mtu yupo kwenye mazingira ambayo humuelewi, ni bora umripoti kwenye serikali ya mtaa. Jina naitwa Saidi Nachuli, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Likombe. Serikali, vyombo vinavyohusika na mambo ya usalama, endapo vitawabaini hao wahusika, basi sheria ichukue mkondo wake na sheria ziwe kali. Lakini pia niombe serikali, hapa mbele yangu kuna hili eneo hili, kata ya Likombe tuna maeneo ambayo yana vichaka vingi sana. Kwa hiyo niombe hili eneo nalotazama hapa ni watu wa hifadhi ya jamii walifanyie kazi ili kuondoa hivi vichaka, kwa sababu penye hapa wanatokea matukio pia hapa. Watu wanakabwa, wananyang'anywa simu zao, wanajaribu kutaka kujeruhiwa. Pia na taasisi ya magereza nao ningeomba, wana eneo kubwa sana ambalo wanafuga pori kubwa, wapunguze maeneo mengine ya hivi vichaka, kwa sababu hao wahalifu nao wanajificha kwenye hayo maeneo yetu ya vichaka vyao. Hili jambo tumesikitishwa nalo, ni la kikatili sana na halijawahi kutokea katika mazingira yetu haya, ndo mara ya kwanza. Kwa hiyo nisisitize tu vyombo vya usalama viweze kuwatafuta watu waliohusika na hili tukio na hatua kali zichukuliwe dhidi yao, lisiendelee tena kwa hili tukio. Mganga mfawizi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mtwara Ligula amethibitisha kupokea mwili wa marehemu kwa ajili ya kufanyia uchunguzi na kubaini chanzo cha kifo chake. Jana mnamo majira saa 11 jioni tulipokea mwili wa mtoto ambaye anakadiriwa miaka 8 mpaka 10 ambaye aliletwa na polisi. Kwa hiyo mwili upo pale mochwari. Kwa sasa hivi kinachoendelea ni kwamba tunasubiri ndugu na polisi ili taratibu zingine ziweze kufanyika za kiuchunguzi ili tuweze kujua sababu hasa ya kifo ni nini. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunaendelea kuwasubiri polisi na ndugu ili tuweze kufanya postmortem
ndio itatupa majibu sasa, tujue chanzo cha kifo cha huyu kijana wetu ni nini. Jeshi la polisi mkoa wa Mtwara limeanza kufanya uchunguzi wa kina kubaini mazingira na chanzo cha mauaji hayo, huku likitoa wito kwa wananchi kujitokeza kutoa taarifa za siri ili kufanikisha kukamatwa kwa waliohusika na mauaji hayo. Tarehe 21 hapo katika eneo la Lilungu, mtoto wa kike wa miaka 9 ambaye anasoma darasa la 3 alichukuliwa na mtu akamwingiza porini, akamnyonga na hatimaye kusababisha kifo chake. Ni kweli tukio limetokea na sisi tunaendelea na uchunguzi tu katika hatua za awali. Nataka tumseme sana katika hilo kwa sababu ndio tuko kwenye uchunguzi. Mtwara, Heri Abdalla, Chivihi Media.